Moja kati ya story ambayo imekuwa ni kubwa ile kinoma noma kukupitia kitaa cha entertainment industry ni kuhusu story ambayo inamhusu Chris Brown, Chris Breezy. Unaambiwa kwamba jamaa amefikia time ya kuweza kukiri kuhusiana na nzima ya hatia ya kesi ya shambulio ambayo iliweza kuhappen mwaka 2023 kutokea kitaa kile pale cha London nchini Uingereza. Sasa unaambiwa hivi, msanii maarufu wa muziki pamoja na mfanyabiashara maarufu, hapa namzungumzia Chris Brown, amekiri kosa la kushiriki katika shambulio dhidi ya mtayarishaji wa music kutokea kitaa kile pale cha London nchini Uingereza. Hapa namzungumzia Abraham Dayo, lililotokea ndani ya ukumbi wa burudani wa Tap Night Club huko jijini London nchini Uingereza mwezi Februari mwaka 2023. Chris Brown alifika katika mahakama ya Southwark Crown Court jijini London akiwa pamoja na mshtakiwa mwenzake ambaye alikuwa anakwenda kwa jina la Omolulo Akinlolu, ambapo wote wawili walikiri kosa la affray, kosa linalohusishwa na kutumia au kutishia kutumia nguvu isiyo ya kawaida ambayo inaweza kusababisha watu wengine kuhofia usalama wao. Kwa mujibu wa mwendesha mashtaka, Chris Brown pamoja na mshtakiwa mwenzake walimfanyia vurugu producer Abraham Dayo, na kwa matendo yao yalisababisha kumpa hofu ya usalama wake producer Abraham Dayo. Baada ya wawili hao kukubali kosa hilo, upande wa mashtaka ulikubali kuondoa mashtaka mazito yaliyokuwa yanawakabili. Mashtaka hayo ni pamoja na jaribio la kusababisha majeraha ya mwili pamoja na shtaka jingine la kushambulia na kusababisha majeraha katika mwili. Hatua hiyo ina maana kuwa Chris Brown hatakabiliwa tena na mashtaka hayo mazito, bali atasubiri hukumu kutokana na kosa alilolikiri. Mahakama imepanga kutoa hukumu dhidi ya Chris Brown pamoja na mshtakiwa mwenzake ifikapo Oktoba 26 mwaka 2026, ambapo ndipo itajulikana adhabu watakayopatiwa. That's it ladies and gentlemen, ndani ya Kasako Media. Endelea kusubscribe kwa ajili ya kuweza kuwa ni moja kati ya mtu ambao anapata more infos kutoka kitaa hiki hapa. Yeah man. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.